Ndugu zangu waandishi wa habari, leo tumewaita hapa asubuhi kwa ajili ya kutoa taarifa ya kazi ambazo zinaendelea kufanywa chini ya Wizara ya Madini kupitia kikosi kazi ambacho kimeundwa kwa ajili ya kudhibiti biashara haramu ya madini, vile vile kudhibiti utoroshaji wa madini ambao imekuwa ni jambo kubwa linalokosesha nchi yetu mapato. Hivyo naomba leo nitoe taarifa kwa ufupi kabisa kwamba mnamo tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2026 dhahabu yenye uzito wa kilogramu 4.4 ilikamatwa na vyombo vya dola eneo la Kiluvya, mkoa wa Dar es Salaam. Dhahabu hiyo ina thamani ya shilingi bilioni 1,438,454,594 na senti 42. Wakati wa utoroshaji wa dhahabu hii, maana yake haikupita katika mfumo rasmi, na hivyo serikali ilikuwa inakwenda kupoteza mapato ya takriban shilingi milioni 108,365,127. Dhahabu hii imekamatwa, imetaifishwa na hivi sasa ipo chini ya Benki Kuu ya Tanzania kama ambavyo sheria inaelekeza. Ndugu zangu waandishi wa habari, naomba nichukue fursa hii kuendelea kuwakumbusha umma wa Tanzania na hasa wadau wa kwenye sekta ya madini kuendelea kuzingatia sheria, taratibu na kanuni zinavyoelekeza za biashara ya madini hapa nchini Tanzania. Hali hii ya utoroshaji wa madini inapelekea nchi yetu kupoteza mapato mengi sana ambayo mwisho wa siku yangekwenda kutafsiriwa katika kuboresha huduma za kijamii ikiwemo elimu pamoja na afya, kwa sababu fedha hizi ni fedha ambazo zinaingia mfuko mkuu wa serikali. Hivyo vitendo vyovyote vya kutorosha madini, maana yake unainyima haki nchi yako ya kuweza kuhudumia wananchi wake vizuri. Nataka nitoe rai kwa wadau wote wa kwenye sekta hii waendelee kuzingatia taratibu za sheria. Tutaendelea kuimarisha ulinzi na usimamizi ili biashara yote ya sekta ya madini ikafanyike katika vituo vya ununuzi ambavyo viko 117 nchini Tanzania na masoko ya madini 44 ambayo yamewekwa maalum kwa ajili ya shughuli za ufanyaji wa biashara ya madini. Mtu yoyote ambaye atakutwa na madini pasipokuwa na kibali maalum na hajapita katika masoko, atambue kwamba madini hayo ni mali ya serikali na yatataifishwa, yatahifadhiwa Benki Kuu ya Tanzania. Na zoezi hili litaendelea na limekuwa likifanyika maeneo mengi, na nazo taarifa nyingi sana za hivi sasa mbinu zimebadilika na hawa watoroshaji wameanza kutorosha kupitia vyombo vya usafiri. Mmeona kwenye zoezi hili huyu mtu katoka Kahama mpaka kuja Dar es Salaam hapa, na si mara ya kwanza. Hivyo naielekeza task force ya Wizara ya Madini kuhakikisha watuhumiwa hawa wanahojiwa vyema ili tumfahamu mtu ambaye anapokea madini haya hapa Dar es Salaam, ambaye ndo amekuwa chanzo na kichocheo cha mara zote kufanya biashara hii kupitia watu hawa. Lazima tutibu mzizi wa tatizo. Kuwakamata hawa ambao tumewakamata sio suluhisho, lakini walikuwa wanapeleka wapi ndio jambo muhimu sana. Naelekeza kikosi kazi kuhakikisha kwamba kwa kushirikiana na jeshi la polisi watafutwe watu wote kwenye mnyororo wote mzima. Nataka wapatikanike na wote wapelekwe mbele ya vyombo vya sheria. Lakini pia iwapo muhusika alikuwa ana leseni ya ufanyaji wa biashara ya madini, maelekezo yangu yamekuwa ni kwamba mtu yote ambaye tunamkamata hivi sasa tunamfutia leseni tunamfutia dealer license, lakini vile vile tunam blacklist. Hata fanya biashara hii tena ya madini. Kama kuwahi kufanya biashara nyingine au kufanya shughuli nyingine za kilimo na ufugaji, basi ndo atatafuta namna nyingine ya kuweza kuishi, lakini hata fanya tena kazi katika sekta ya madini.
Nataka tuwaondoe watu wa namna hii. Kwa maelekezo yangu ni kwamba tutawa blacklist hao, hawezi kupata leseni tena, na ndio itakuwa mwisho wake, iwe fundisho kwa ajili ya watu wengine wote. Ndugu zangu, sekta hii hivi sasa imeendelea kutoa mchango mkubwa sana katika uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Tukidhibiti utoroshaji wa madini, nchi yetu ina uwezo kunufaika vizuri na sekta ya madini. Kama tu katika mwaka wa fedha ulioishia tarehe 30 Juni mwaka 2026, sekta ya madini ndio sekta iliyoongoza kwa kuingiza katika mfuko mkuu wa serikali mapato yasiyo ya kikodi. Tumeingiza shilingi trilioni 1 bilioni 393. Tukiimarisha zaidi, tuna uwezo wa kufanya vizuri zaidi, na ndio maana hatutawachekea watu wa namna hii. Kwa ndugu zangu, niliona niyaseme haya asubuhi ya leo, na kwamba bahati nzuri mzigo wenyewe nao hapa, na nitawaonyesha waandishi, sije mkasema dhahabu yenyewe iliyokamatwa ya kilo 4 ipo humu, na wahusika walikuwa wanakwenda kupitisha katika njia za magendo, na hivyo serikali ingepoteza mapato.